Moja ya njia rahisi ya kuweza kutatua changamoto zako za kihisia, changamoto yako ya tendo la ndoa. Wewe ni mwanamke, hufurahii tendo la ndoa, mwenza wako, mume wako hakufikishi kama inavyotakiwa. Lakini sio hivyo tu, wewe ni mwanaume, huna uwezo wa kuweza kumfikisha mwanamke kileleni. Kuna mambo ambayo unahitaji mwenza wako akufanyie. Moja ya suluhisho kubwa hasa ni kuweza kukaa wewe na mwenza wako kuliongelea tendo la ndoa. Hii ni moja ya statement ambayo couples wengi wanakwepa, lakini pia hawafanyi hili jukumu kwa kiwango kikubwa sana. Wanawaambia kitu wanandoa, ni rahisi sana kuongelea habari ya ada za shule, ni rahisi sana kuongelea habari ya miradi ya familia, ni rahisi sana kuongelea habari ya juu ya biashara fulani ambayo umempa mke wako na kuanza kumfokea na kumtukana kwa sababu biashara haiendi vizuri. Lakini wanandoa hao hawako tayari kuliongelea tendo la ndoa ambalo limebeba ndoa, lakini pia tendo la ndoa ambalo limewaunganisha wanandoa hao. Moja ya malalamiko makubwa ya wanawake wengi ambao huwa nikibahatika kuongea nao, anasema, Dokta, siishi katika uhalisia wangu. Maana yake ni mtu ambaye anaishi maisha ya kuigiza. Anaigiza katika tendo la ndoa, anaigiza namna anavyoonyesha upendo, lakini kutokana na aina ya mwanaume aliye naye. Sasa suluhisho pekee ni kuongelea kuhusiana na tendo la ndoa. Usikwepe kuweza kuliongelea. Lakini hiyo haitoshi ya kuongelea tu. Lazima mtafute muda, mtafute siku maalum. Ikiwezekana kwenda outing popote pale. Nenda mbali na nyumbani, mbali na watoto, mbali na familia, mbali na mtu yeyote. Wekeni simu zenu pembeni, simu zote zizimwe. Kaeni chini sehemu mkiwa wawili tu, pateni muda wa kuongelea mahusiano yenu. Pateni muda wa kuliongelea tendo baina yenu. Pateni muda wa kuliangalia tendo la ndoa linaendaje katika mahusiano yenu ya kingono. Hisia baina yenu zipo katika hali gani? Hivi ni moja ya vitu ambavyo ni muhimu sana. Ukiviangaza unaona kama ni vitu vya kijinga na vya kipumbavu, lakini tupo katika jamii ambayo wanakuambia sisi tunatafuta hela, hayo mambo sisi tumezeeka na nini. Lakini cheating inapotokea sasa, hapo mwanamke ndio anareact, mwanaume ndio anareact. Lakini mwisho wa siku ukija ukafuatilia, hawa ni couples ambao walikuwa hawataki kuliongelea tendo la ndoa, walikuwa hawataki kuongelea kuhusiana hisia zao. Hebu niambie hapo chini kwenye comments, wewe na mume wako huwa mnaliongelea tendo la ndoa? Wewe na mke wako huwa mnaliongelea tendo la ndoa? Na kama huwa muongei, je, sababu hasa ni nini? Naomba maoni yako hapo chini kwenye comments. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.